La Mungu nalosema nguvu ya kukusudia. Tunapojifunza nguvu ya kukusudia ni ili itufanye tuweze kufanikiwa. Kwa sababu kila mtu anaweza kufanikiwa kwa kuwa mafanikio hutoka kwa Mungu. Mafanikio ni kitu kinachotoka kwa Mungu, na hivyo ni kuambie mtazamaji ya kwamba kila mtu anaweza kufanikiwa. Yangekuwa yanatoka kwa mtu huyo angeweza kuyazuia, ila kwa kuwa yanatoka kwa Mungu, hakuna mtu anayeweza kuzuia, kwa kuwa Mungu ni Mungu wa wote, sio wa watu fulani, ni Mungu wa wote. Hatufanikiwi kwa sababu hatujakaa vizuri tu na Mungu. Hii ni kwa sababu Mungu anaijua mioyo yetu. Hii ni kwa sababu Mungu anaijua mioyo yetu, ndio maana anaamua kukaa kimya kuliko kutufanikisha. Wakati mwingine Mungu anakaa kimya tu. Kwa mfano, kuna watu wakifanikiwa hata ibadani hawataenda tena. Katika hali kama hiyo Mungu anazuia kufanikisha. Kwa hiyo hawataenda ibadani tena. Kwa nini watu hawajainuliwa na Mungu? Mungu hajafanya hivyo kwa kuwa kuna watu wakiinuliwa watakuwa na dharau, wakifanikiwa watakuwa na dharau. Lakini mafanikio kimsingi kila mtu anaweza kufanikiwa. Kama Mungu anakuona kuwa akikutajilisha utajiri wako hautakuwa na faida na wewe, ataamua kukuacha tu. Kwa hiyo Mungu anaweza kumfanikisha kila mtu. Tunajifunza nguvu ya kusudi. Sababu za kutofanikiwa mtu. Kuna mambo yanaweza kusababisha mtu asifanikiwe. Nitataja sababu chache. Sababu mojawapo, huwa kuna nguvu ya adui inayozuia mtu kufanikiwa, kufikia mafanikio. Lakini hii haina nguvu kama ukifanya vizuri kwa Mungu. Ukifanya vizuri kwa Mungu, ile nguvu inayozuia mafanikio huwa haina nguvu. Kwa hiyo ukifanya vizuri, ile nguvu inashindwa na nguvu ya Mungu. Sababu ya pili ni kutokuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Unapokosa uhusiano mzuri na Mungu, unazuia mafanikio yako. Kwa sababu neno la Mungu linasema mjue sana Mungu na ndipo mema yatakapokujia. Kwa hiyo uhusiano mzuri na Mungu ni mlango wa kufanikiwa, au kinaweza ikawa ni kizuizi cha mtu kufanikiwa. Lakini sababu ya tatu inayoweza kuzuia mafanikio ni mtu mwenyewe. Na wana wa Israeli wakati wanatoka nchi ya Misri, mioyo yao ilikuwa bado Misri, haikuwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo ilizuia kutofanikiwa. Na tunataka tuone ya kwamba ni mtu mwenyewe. Kivipi? Ili ufanikiwe, epuka maisha ya kusubiri vitu vitokee kwa bahati. Watu wengi hupenda kusema sio bahati yangu. Hapana. Ulikusudia nini? Umejitahidi vipi? Maisha ya kutegemea bahati ni maisha ambayo yamekwamisha wengi wasifanikiwe. Tunasoma Ayubu 22 mstari wa 8. Biblia inasema, nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Kuna nguvu unapokusudia. Mimi nikwambie, ukikusudia kuwa tajiri kwa jambo lolote, jambo hilo litatokea. Na sio kungoja tu bahati. Maana vitu huletwa kwa kusudi. Tunaposoma hata kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 6, tunasoma Bwana akasema, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Unaona, Mungu anasema hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Kwa hiyo kuna nguvu katika kukusudia. Unapokuwa umekusudia, nguvu ya kusudi inamfikisha mtu kwenye ile kusudi. Kwa hiyo kusudi la Mungu kumweka binadamu katika dunia hii, alitaka watu wazaane
na kuijaza nchi. Lakini Nimrod hakutaka watu watawanyike kama vile Mungu alivyokuwa amesema. Kwa hiyo kama Mungu asingechafua usemi wa wale watu, lile jambo alilokuwa amekusudia lingefanikiwa. Yani wangebaki mahali pamoja, wajijengee jina lao. Lakini Mungu akaona ili atimize kusudio lake, akawatawanya, maana ile nguvu ya kusudio waliokuwa nayo ingewawezesha kufanya jambo kubwa. Kwa hiyo kuzuia kusudio ni jambo gumu sana. Unapokusudia, hata kama hauna kitu, utapata nguvu ya kufika mahala fulani. Kwa hiyo unapokusudia nakupa nguvu ya kufika mahala. Lakini kosa tulilonalo ni kusubiri bahati. Naomba nikazie hapo kwamba tatizo la watu wengi hawajipangi katika kukusudia, lakini ni watu wanaongoja bahati. Sasa sio kanuni ya Mungu. Mungu anataka pia maandalio ya moyo. Mambo mengi yanatokea na juhudi. Tunasoma katika Biblia habari ya mama mmoja aliyekuwa na shilingi iliyopotea. Yule mama ili kuipata shilingi iliyopotea, alifanya kazi, alichukua ufagio, akakusudia, akasafisha ile nyumba mpaka akaiona. Kwa hiyo matokeo mengi katika maisha huletwa na kukusudia. Tuone Nyakati wa Pili sura ya 2 na mstari wa 1. Kilichomfanya mpaka Suleiman kumjengea Bwana nyumba, alikuwa amekusudia kutoka moyoni mwake. Ndivyo tunavyoona, alikusudia kutoka moyoni mwake, na alifanya hivyo kwa kuwa ndani yake tayari kulikuwa na nguvu ya kusudi, nguvu ya kufanya jambo hilo. Ukiwa na kusudi tayari, una nguvu ya kufanya mambo katika maisha yako. Maisha yako ni matokeo ya kile ulichokusudia kutoka moyoni mwako. Huwezi kutoka hapo ulipo kama haujakusudia kutoka eneo hilo. Ili utoke eneo hilo, unachotakiwa ni kukusudia. Maisha ni matokeo ya kile unachokiona ndani yako. Kusudio linafanya jambo litokee. Changamoto ya watu waliopo kanisani ni kuamini mafanikio huja kwa njia ya maombezi na kuomba. Mtu anasubiri kufanikiwa kwa kuombewa. Kanisa lazima lielewe kuwa muujiza wa uponyaji hutokea endapo mtu amekusudia kutoka moyoni mwake. Mafanikio hayaji kama bahati, uponyaji hauji kama bahati. Ni kweli bahati zipo, lakini maisha ya bahati ni magumu sana. Ni magumu sana maisha ya kungoja bahati. Tunaangalia nguvu 2 muhimu. Kuna nguvu 2 muhimu ambazo unatakiwa uzitumie ili ufanikiwe. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya maarifa. Maarifa ni nguvu inayoweza kumpeleka mtu katika mafanikio. Tukisoma Zaburi ya 119 mstari wa 66. Unifundishe akili na maarifa, maana nimeyaamini maagizo yako. Kwa hiyo mafanikio ni nguvu ya maarifa pia. Nguvu inayotakiwa ikufungulie mlango ndani yako ili kusaidie kufikia mafanikio yako ni nguvu ya maarifa. Hii ni nguvu muhimu sana kwa mtu anataka kwenda mbali. Kwenye kila eneo la kazi, maarifa ni jambo la muhimu sana. Kosa la watu, wanataka vitu kuanzia mfukoni vije kwenye maarifa, wakati vitu vinatakiwa kuanzia kichwani, yani kwenye maarifa ndipo vije mfukoni. Mtu anataka kupata pesa kwanza ndipo afanikiwe. Hii ni changamoto kubwa sana. Huwezi kungoja kujaza mfuko ndipo upate akili, ila ukipata akili ndipo utapata pesa, utajaza mfuko. Akili ndio utapata pesa. Pata maarifa kwanza na utapata pesa. Muombe Mungu akili ya ufahamu upate maarifa. Mafanikio hayaanzi mfukoni. Waliofanikiwa walianzia kichwani kwanza. Mfano mali za urithi. Kichwa hakipo vizuri, hata kama ungepewa milioni ngapi, kama kichwa hakipo vizuri, hata kama ungepewa milioni ngapi, vitu vitaisha tu hivyo ulivyorithi. Tunahitaji kufungua mlango wa maarifa. Maarifa yatatupeleka mbali kuliko kungoja bahati. Wewe kama kijana
unafanya nini kwa ajili ya Mungu. Kama utamtumikia Mungu, lazima tu utafanikiwa na utafika mbali. Lakini kama haumtumikii Mungu, ni vigumu mno kustawi, kufanikiwa. Kwa hiyo, maarifa ni kitu cha muhimu sana. Mungu anapokupa fedha ni ili kuitumia kwa maarifa kuzalisha fedha nyingine na ulete vitu vingine kuliko kupata fedha na kuila tu. Watu wenye akili huanzia vichwani na kujaza mifuko yao. Kila unapokaa lazima uwaze kufanya jambo lolote ili kujipatia faida. Maarifa ndiyo yatakayokufungulia mlango wa kufanikiwa. Nguvu ya pili ni nguvu ya sadaka. Ili upate mafanikio unahitaji nguvu ya pili, hiyo ni nguvu ya sadaka. Nguvu ya kwanza tumeona ni nguvu ya maarifa, kwamba unahitaji kuwa na maarifa. Mlango wa maarifa ufunguliwe, kwa sababu hata kama ungepata, hata kama ungerithi mali kwa wingi kiasi gani, kama mlango wa maarifa haujafunguliwa, ile mali huwa baadaye inaisha, haitaendelea kuwepo. Kwa hiyo mlango wa maarifa ndio unaweza ukafanya kile kilichopo kikaendelea kuzalishwa. Kwa hiyo nguvu ya kwanza ya kufanikiwa ni maarifa. Lakini nguvu ya pili ni nguvu ya sadaka. Ndugu yangu, sadaka ina nguvu, usiipuuze sadaka. Unapotakiwa kufanikiwa katika upande wa Mungu, ni lazima ujali sadaka. Lazima ujali sadaka. Sadaka ni ufunguo. Ni ufunguo. Kuna ulazima ujitahidi kuwa na sadaka. Sadaka ina nguvu ya kufungua mafanikio ya mtu. Unapoleta sadaka kwa Mungu, huwa ni ufunguo wa kufungua milango ya mafanikio kuja kwako. Pesa huvutwa na pesa, mali huvutwa na mali. Unapotoa sadaka ndipo ndio inayovuta mafanikio. Nguvu ya baraka ni sadaka. Kadri tunavyokuwa tunawaamini mbele za Mungu, kadri tunavyokuwa waaminifu mbele za Mungu, usikubali kuishi maisha ambayo sio ya kutoa sadaka. Usikubali mwaka kuisha haujamtolea Mungu sadaka kwa msukumo wako mwenyewe. Usisubiri sadaka ya madhabahuni tu, ila uwe na kusudio la kumtolea Mungu kutoka moyoni, kwa kuwa na sadaka yako binafsi ili kumtolea Mungu. Tunasoma Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 33. Viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipo karibia mwivi wala nondo kuharibu. Hakuna mtu mzima ambaye hana sadaka. Shida ni ule uhiari tu wa kutoa sadaka. Na washangaa watu wanaosema kwamba hawana sadaka. Hapana. Nakumbuka mzee wetu Moses Kulola aliwahi kutuhimiza sana kuwafundisha watu juu ya kutoa ili Mungu awabariki. Mzee alikuwa anatufundisha siri ya kubarikiwa ni kutoa. Na tuliona katika hayo watu kweli wamebarikiwa. Kwa hiyo Mungu anapotuhitaji kutoa kwake, kutoa kwake, akapata kutoka kwetu. Sasa sisi tunapotembea na kanuni za Mungu kama neno la Mungu ilivyo, ndivyo tunavyofanikiwa. Kimsingi Mungu hajashindwa kutubariki, ila mioyo yetu. Watu wanaweza kufikiria maisha ya utumishi ni maisha ya mafanikio sana, lakini niwaambie kuna watumishi wengi bado wapo katika maisha magumu kwa sababu ya msingi haujafanyika. Mafanikio yamebebwa na nguvu ya kukusudia. Usiishi maisha ya kungoja bahati. Kusudia jambo katika maisha yako nalo litathibitika. Kusudio ni ufunguo unaoleta wepesi. Unaweza kuwekewa mikono na unaweza kuombewa sana, lakini kama hakuna kusudio lolote katika maisha yako, huwezi kuzifikia ndoto zako. Jifunze kukusudia. Ukikusudia, Mungu ataliona ile kusudio. Kusudio lina nguvu ya kukufikisha mahali. Ninasema mafanikio yanabebwa na kukusudia. Watu waliofanikiwa ni watu waliokusudia kufanikiwa. Walikusudia kutoka hali fulani, wakakusudia kwenda mahali fulani. Kwa hiyo katika kukusudia kuna nguvu inayoweza kubadilisha maisha ya mtu.
Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu pendwa cha Star TV cha Tumsifu Mungu, hili neno la Mungu ambalo napenda kushiriki pamoja na wewe, na ningependa kuomba pamoja na wewe baada ya neno hili. Inawezekana baada ya kunisikiliza umepata shauku fulani ya kumwamini Mungu, na kusudio lako hilo Mungu aliangazie nuru yake na uweze kufanikiwa. Kwa hiyo nitaomba kwa ajili ya kusudio, yule mtu anayekusudia kwa ajili ya maisha yake, Mungu aliangalie kusudio hilo. Nimesema katika kukusudia kuna nguvu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11, Nimrodi, watu walikusudia kujenga mnara ufike mpaka mbinguni, na Mungu akaona kwa kuwa wamekusudia hakuna atakayewazuilia na wanaweza wakafanya hivyo. Kwa hiyo Mungu akaamua kuachafulia lugha, na hiyo ndio ikawa kuvunja nguvu ya kusudio lao. Kwa hiyo katika kukusudia kuna nguvu. Niombe pamoja na wewe mtazamaji wangu. Mungu akubariki sana kwa kutoa muda wako kunisikiliza. Baba yetu na Mungu wetu ulio mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye amekaa kusikiliza neno hili asubuhi ya leo. Tumejifunza nguvu ya mafanikio katika kukusudia, kwamba katika kukusudia kuna nguvu. Ninaomba Baba katika jina la Yesu, umsaidie huyu ndugu sasa ambaye amekusudia kufikia maisha ya mafanikio. Maisha hayangoji bahati tu, lakini maisha yanatengenezwa na nguvu ya kusudio. Naomba mtumishi wako akusudie, naamini wewe unaweza kumsaidia. Hata yule mgonjwa, imani ya uponyaji ni kusudio. Naomba Mungu akusudie katika kuamini kupokea mbaraka huu, na katika hilo ninaamini unaweza ukamponya na kumpatia afya njema. Asante kwa msikilizaji. Mungu ninakushukuru, na asante kwa kipindi hiki kizuri, katika jina la Yesu Kristo Baba nakushukuru. Asante sana ndugu mtazamaji, ndugu watazamaji ambao tumekuwa wote kwa pamoja. Mimi naitwa Askofu David Elias Mabushi wa kanisa la IEAGT hapa Shinyanga mjini, IEAGT International Evangelical Assemblies of God. Tuko hapa Shinyanga mjini na tuko mkabala na shule ya msingi Jom. Kwa mahitaji ya maombi, karibu sana, tunapatikana. Utapata huduma hiyo, iwe ni ushauri, iwe ni maombi au hata maswali, tunapatikana mahali hapo. Ukija utapata huduma. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante, Mungu awabariki. Tuonane kipindi kijacho. Tutakuwa na endelezo la somo hili. Nimefundisha sehemu ya kwanza, lakini kuna sehemu ya pili. Mungu awabariki sana. Asanteni. Amen. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.